Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, karibuni katika adhimisho hili la ibada ya misa takatifu. Leo tunaadhimisha Dominika ya mwisho wa mwaka, Dominika 34, au tunaita Dominika ya Bwana wetu Yesu Kristo, mfalme wa ulimwengu. Katika Dominika hii tunatambulishwa kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ananyanyua hadhi mamlaka zetu. Manake yeye anapokuja, ufalme wake tukiupokea unaongoza pia maisha yetu na kuyaweka katika hali njema. Maisha ambayo au uongozi ambao unadai zaidi kuwa watu wa haki, kuwa watu wa amani, kuwa watu wenye upendo na kuwa watu wenye umoja. Tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie neema na baraka kupitia neema tunazozipata katika misa hii. Basi tujalie fadhila hizo ili basi kama mahujaji wa matumaini tukaendelee kuishuhudia imani yetu kwa maneno na matendo yetu vizuri. Tuunganike na Mkristo katika nia ifuatayo. Kristo mmoja mwombea mke wake aweze kujifungua salama kwa maombezi ya Mama Bikira Maria. Meombwa na Kristo mmoja. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tuweze kumtolea Mungu sadaka safi. Na muungamia Mungu Mwenyezi. Kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana naomba Maria mwenyewe, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni kwa Bwana Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
E Mungu mwenyezi wa milele, umependa kuvifanya upya vitu vyote katika mwanao mpenzi, mfalme wa ulimwengu. Uwe radhi kuvijalia viumbe vyote vilivyokombolewa kutoka utumwani vipate kukutumikia katika fahari yako na kukusifu bila mwisho. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu milele na milele. Somo katika kitabu cha Samueli. Ndipo katika kabila zote za Israeli wakamwendea Daudi huko Hebroni, wakasema naye wakinena, tazama, sisi tu mfupa wako na nyama yako. Zamani za kale, hapo Sauli alipokuwa mfalme juu yetu, wewe ndiwe uliowaongoza Israeli watoke nje na kuingia ndani. Naye Bwana akakuambia, wewe utawalisha watu wangu Israeli, nawe utakuwa mkuu juu ya Israeli. Basi wazee wote wa Israeli wakamwendea mfalme huko Hebroni, naye Daudi mfalme akapatana nao huko Hebroni mbele za Bwana. Wakamtia Daudi mafuta awe mfalme juu ya Israeli. Neno la Bwana. Nalifurahi waliponiambia, na twende nyumbani mwa Bwana. Miguu yetu imesimama ndani ya malango yako, e Yerusalemu. Yerusalemu uliyejengwa kama mji ulioshikamana, huko ndiko walipanda kabila za Bwana. Ushuhuda kwa Israeli, walishukuru jina la Bwana, maana huko viliwekwa viti vya hukumu, viti vya enzi vya nyumba ya Daudi.
Mtume Paulo kwa Wakolosai, mkiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadiri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na saburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha, mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa utakatifu katika nuru. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana na pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni viti vya enzi au usultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake, naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa. Naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae, na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye, ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Neno la Bwana. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Watu walisimama wakimtazama Yesu. Wale wakuu nao walikuwa wakimfanyia mzaha wakisema, aliokoa wengine na ajiokoe mwenyewe. Kama ndiye Kristo wa Mungu mteule wake,
Wale askari nao wakamfanyia dhihaka, wakimwendea na kumletea siki, huku wakisema, kama wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi, ujiokoe mwenyewe. Na juu yake palikuwa na anwani, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Na mmoja wa wale wahalifu waliotungikwa alimtukana akisema, je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Lakini yule wa pili akamjibu akamkemea akisema, wewe humwogopi hata Mungu? Nawe katika hukumu hiyo hiyo? Nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tumepokea malipo tulivyostahili kwa matendo yetu. Bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Kisha akasema, Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amini na kuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Neno la Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, leo ni Dominika ya 34 ya mwaka C wa kanisa, ambapo kiliturujia tunafunga rasmi mwaka wa kanisa. Dominika ijayo tunaanza mwaka mwingine wa kanisa, unaitwa mwaka A. Na Dominika ya leo inafahamika vizuri kama Dominika ya Yesu Kristo mfalme. Na ni Dominika hii ambayo Baba Mtakatifu mwaka 1925 aliidhinisha rasmi iwe inafanyika siku hii ya leo, katika kumshukuru Mungu kwa mema mengi ambayo ametutendea. Baada ya majiundo na majifunzo mengi, sasa tunapofika mwisho wa mwaka wa kiliturujia, tunamwacha sasa Bwana wetu Yesu Kristo atawale maisha yetu. Wapendwa ndugu zangu, Kristo kutawala maisha yetu kama tutakavyoeleza au tunavyoeleza pia katika somo letu la kwanza, namna ambavyo kiongozi Daudi alifaulu kuweza kuunganisha makabila 12 ya Israeli ambayo yalikuwa hayako katika namna njema. Lakini baadaye ufalme huo uliangushwa, na uliangushwa ni kwa sababu ya wao kutokumwamini Mungu, wakaamini pia miungu mingine. Na basi katika mvutano wa ubinafsi na katika mavutano hapa na pale, basi ukawa katika namna mbalimbali, sio kama ilivyokuwa mwanzo. Na Bwana wetu Yesu Kristo anatabiliwa kwamba yeye atakuja kuunda taifa jipya, taifa ambalo Mwenyezi Mungu mwenyewe analiunganisha kama mfalme mmoja ambaye ndiye Kristo kwa kufa msalabani. Na hii tunaona namna ambavyo Daudi pamoja na uongozi mzuri ameongoza vizuri, lakini pamoja na ubinadamu wa taifa la Israeli basi wanapitia katika changamoto hiyo. Na Bwana wetu Yesu Kristo anapotabiliwa, basi changamoto hizo anazitafsiri kwa namna nyingine ambayo tunasikia pia katika somo letu la Injili, kwamba Kristo anapoandikiwa anwani yake kwamba huyu ndiye mfalme wa Wayahudi, huo ni utambulisho wa Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa yeye kama ni mfalme wa Wayahudi, anakuwa ni mfalme pia wa roho zetu. Kama ni mfalme wa roho zetu, basi anatufundisha mambo kadha. Lakini hapa katika somo la Injili tunaona makundi ya watu watatu ndugu zangu, au watu wa aina tatu. Kwanza
tungesema ni wananchi ambao ni raia tu, wamekuja wanaona mtu anateswa, basi wanaendelea kuona kipi kinachoendelea, wanamhurumia basi. Lakini kundi la pili ni la wale viongozi ambao wamemhukumu, hakuwa na hatia, basi amehukumiwa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini pia kundi la tatu ni wale maskari ambao wao wanaamrishwa tu, ni watu wa kawaida tu, fanya hivi wanafanya, fanya hivi wanafanya hivi. Kwa hiyo katika makundi hayo matatu, pengine wewe unaweza kujiuliza huko katika kundi gani. Lakini kubwa ni hili kwamba leo katika Dominika hii ya mwisho tunatafakari juu ya mstari huu walau mkubwa, anasema huyu ndiye mfalme wa Wayahudi, kwamba Kristo ndiye mfalme wa Wayahudi, lakini pia mfalme wa roho zetu. Sasa huo ni utambulisho wa Kristo. Wewe Mkristo leo, ni utambulisho wako ni upi? Ni Mkristo ambaye unakuja tu kanisani kwa sababu wengine wanakuja? Ni Mkristo ambaye ukiumwa unaenda kwa waganga? Ni Mkristo ambaye pamoja na mafundisho yote lakini bado tunaendelea na ubinafsi wetu, kutokusamehe wengine, kuwasemea wengine mabaya, kuwasengenya wengine? Bado ni Mkristo jina ambaye tukisema kwenda jumuiya huguswi hata kidogo? Tukisema kuja kufanya usafi kanisani huguswi hata kidogo? Au shajiuliza mara ngapi umepata nafasi ya kuja kufanya usafi katika nyumba ya Mungu? Tunataka kuona utambulisho wako. Bwana wetu Yesu Kristo aliandikia utambulisho, yeye ni mfalme wa Wayahudi. Na sasa tunasema ni mfalme wa roho zetu. Wewe utambulisho wako ni upi? Unaweza kujiuliza swali hilo, kumuuliza hata jirani yako, hivi utambulisho wako ni upi? Sasa kabla hujajibu, anza kutafakari mwenendo wako pia. Mwenendo wako ndio unatoa jibu wewe ni nani. Unafahamu wakati mwingine darasani walimu wanapewa majina, hata huko mtaani watu wanapewa majina kwa sababu tu pia ya namna yao tu ya kuishi. Lakini wewe ambaye ni Mkristo Mkatoliki leo, utambulisho wako ni upi? Kwa hiyo tunaalikwa ndugu zangu kufanya utambulisho wetu uweze kueleweka, ili hata anwani inawekwa hapo tujue kwamba unaitwa fulani, unatoka jumuiya fulani, ni wa kanisa fulani, na unajibidisha kufanya mambo fulani yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Huo ndio utambulisho wako. Kwa hiyo tunaalikwa ndugu zangu kutafakari juu ya utambulisho wetu. Sasa utambulisho wetu uunganike na utambulisho wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye yeye tunasema ni mfalme wa Wayahudi, lakini kifupi tunasema ni mfalme wetu pia, ambapo ufalme huu ambao Kristo anakuja kuleta ni ufalme ambao uko tofauti na falme zetu. Falme zetu wakati mwingine zinaongoza kwa mabavu. Falme zetu wakati mwingine zinaongoza katika hali ya ubinafsi. Falme zetu wakati mwingine zinaongoza bila haki. Falme zetu wakati mwingine zinaongoza bila kutimiza wajibu wao vizuri. Sasa Bwana wetu Yesu Kristo leo anatuletea walau mambo makubwa manne katika boksi ambayo anatuletea zawadi kama Yesu Kristo mfalme. Watoto mpo? Safi. Utambulisho wa Bwana wetu Yesu Kristo unatuletea zawadi. Zawadi ya kwanza, yeye amekuja kutumikia, sio kutumikiwa. Sasa kwa kutumikia binadamu, basi utumishi huo unadai mambo manne. Jambo la kwanza, utumishi huo unadai amani. Hebu mwambie mwenzio amani. Hata ungekuwa na pesa, hata ungekuwa na umri gani, hata ungekuwa umesoma mpaka wapi, hata ungekuwa na majumba mangapi, kama huna amani sawa sawa na bure. Kwa hiyo tunalikwa ndugu zangu, yote tunaweza kuyafanya, uwe na amani rohoni. Uwe na amani wapi jamani? Sasa Bwana wetu Yesu Kristo leo anatufundisha kwamba unapoongoza watu, unapoongoza roho yako, unapoongoza vitu au na kadhalika pia, hakikisha unakuwa na amani ya rohoni. Na amani ya rohoni haianzi na jirani, inaanza na wewe mwenyewe ndani yako.
Na tunaposema inaanza na wewe mwenyewe ndani yako, manake lazima tujitambue. Ukiweza kujitambua, huwezi kumlalamikia jirani kwamba ndio anakuletea ukosefu wa amani. Anza kwanza na nafsi yako mwenyewe, kwamba wewe umejitahidi kiasi gani kuboresha, kuweka sawa mazingira yako ili uwe na amani kwanza wewe ndani yako. Maana yake jitihada ya kuwa na amani ya rohoni ni wewe mwenyewe. Haidhuru utasikia hili, utasikia leo, utasikia hili, lakini wewe mwenyewe unasemaje? Wewe mwenyewe unajiwekaje? Kwa hiyo jitihada ya kwanza ianzie ndani ya nafsi yako. Ukisha kuwa umejitambua, basi amani hiyo kujiongoza mwenyewe na kuongoza wale uliokabidhiwa na Mwenyezi Mungu, lazima uwe mtu wa amani. Kwa hiyo tunaalikwa ndugu zangu, katika kuongoza kwetu sote, matunda uongozi wetu yalete amani. Yalete nini jamani? Amani. Iwe ngazi ya familia, iwe ngazi ya taasisi, iwe ngazi ya jambo lolote, basi uhakikishe kwamba amani inatawala. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, maana tunasema hata kwenye familia, kama baba ana binafsi au mama ana binafsi au watoto wana binafsi, amani haiwezi kuwepo. Na kama amani hamna, basi mambo hayaendi. Kwa hiyo tunaalikwa ndugu zangu, jambo la kwanza amani. Lakini jambo la pili, umoja. Bwana wetu Yesu Kristo ametuombea tuwe na umoja. Na anapotangaza kwamba yeye ni mfalme wa Wayahudi, maana yake sasa tunaongea anapokuja kuunda taifa jipya. Maana yake kwa wabatizwa wote. Kama ni kwa wabatizwa wote, tunasema kanisa Katoliki ni moja, takatifu, Katoliki la mitume. Ni moja kwa sababu mwanzishi wake ni mmoja. Kwa hiyo na sisi tunaalikwa ndugu zangu, pamoja na kuwa na amani, tuwe na umoja. Hebu tuseme sote, tuwe na umoja. Waswahili wanasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kwa hiyo kwa umoja wetu hata shetani atatuogopa, kwa sababu ndege wanaofanana ndio wanaruka kwa pamoja. Maana yake katika jitihada zetu za kusali, jitihada zetu za kusaidiana, maana yake tunatembea katika umoja na nguvu pia ya kiroho pamoja na kimwili. Kwa hiyo tunaalikwa ndugu zangu, Yesu Kristo mfalme, yeye mwenyewe aendelee kutubariki na sisi tuendelee kudumisha umoja kama Wakristo wa Katoliki, lakini pia kama familia moja ya Mungu. Kwa hiyo katika familia hii basi kujitahidi umoja. Lakini sasa umoja wenyewe unadai sadaka kubwa. Umoja unadai sadaka kubwa. Wanasema umoja katika utofauti, unity in diversity. Kwamba mimi ni mmoja lakini na jirani yangu ambaye hayuko sawa na mimi. Mimi ni mfupi, yeye ni mrefu zaidi. Mimi ni mweusi, yeye ni mweupe. Mimi sijasoma, yeye kasoma. Mimi sina hela, yeye ana hela. Kwa hiyo umoja katika wengi hao unahitaji sadaka. Kwa jambo la pili, sherehe ya Kristo mfalme, yeye anatawala akiwaongoza watu katika umoja. Kama yeye ameweka umoja katika kanisa, na sisi pia tuweke umoja katika kanisa katika kuongoza binadamu wenzetu. Jambo la tatu ambalo Bwana wetu Yesu Kristo mfalme anatualika pia siku hii ya leo, kuwa na upendo. Tunaposema umoja lazima tupendane, na yeye kwa kufa msalabani ametupenda sote. Kwa hiyo Mkristo mwenzangu, katika upendo basi tunaweza tukafanya yote kwa sifa na utukufu wa Mungu. Kwa kifupi ninasema kwamba tupendane, na tunapendana upendo wa kimungu, na upendo wa kimungu ambao hauna mwisho. Maana yake upendo wa kimungu unakamilishwa tunapofikia katika uzima wa milele. Na tunapoongea upendo wa kimungu ndugu zangu, tujue kwamba mwanadamu ameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Sura ya Mungu ni ya upendo. Kama ni ya upendo, maana yake tunaalikwa ndugu zangu, sisi ambao ni Wakristo, kumuiga Kristo kwa kuonyesha upendo kwa wenzetu. Lakini pia tukitambua kwamba sisi binadamu baadhi yetu tuna ugonjwa wa afya ya akili. Afya ya nini? Baadhi ya akili zetu hazina afya. Yaani upo kama haupo, unajitambua ujitambue. Sasa dawa ya afya ya akili ni upendo. Unapoonyesha upendo, basi akili yako inakaa vizuri. Tunaposema afya ya akili sio kwa chizi, hapana. Yaani upo, zinatoka na kurudi, zinatoka na kurudi. Naona. Na wakati mwingine unakuwa kama ujitambui, kufanya jambo mahali sio husika, jambo sio husika, na jambo lenyewe hata halieleweki. Kwa hiyo tunaalikwa ndugu zangu,
Jambo lingine ambalo hilo Kristo anatuelekeza, basi kuhakikisha kwamba tunaonyesha upendo pia kwa wenzetu. Pamoja na kuonyesha upendo kwa wenzetu, sasa upendo uzae haki. Upendo uzae nini jamani? Haki. Tumetoka kwenye amani, tukaje kwenye umoja, tukaje kwenye upendo. Sasa upendo uzae nini? Haki. Ukimpenda mtu utamtimizia haki yake. Na haki ni wajibu, au haki nasema inampasa mtu kuweza kupata haki yake. Haki ya kulindwa, haki ya kupata chakula, haki ya kupona au kutibiwa na kadhalika. Pia kwa sisi wa Kristo, haki kubwa ambayo tunawajibika nayo ni kumbeba Kristo, kumpeleka kwa mwenzio. Ni haki yake wewe umpelekee Kristo. Na ndio maana tunapoongea juu ya jumuiya ndogo ndogo, tunapambania kwa kukumbusha watu wetu, jamani twende jumuiya, jamani tufunge ndoa. Na baadhi ya Wakristo wanang'ang'ania ndoa za mafungu. Naambia kumbe mnapenda ndoa za mafungu jamani. Ndoa za mafungu sio nzuri. Ukienda kukuta nyaya za mafungu zingine zimeoza, zingine zina wadudu, si za mafungu. Sasa wapo Wakristo wanataka ndoa za mafungu. Sasa ndoa za mafungu sijui kama zitadumu. Sasa mafungu mtihani. Bora uanze upya vizuri kabisa. Lakini mantiki yetu ni hii tu, kwamba sisi ambao ni Wakristo tunapaswa kuhakikisha kwamba tunawasaidia binadamu wenzetu wanamfahamu Kristo. Kwa ni haki yako wewe kumbeba Kristo, kumpeleka kwa wengine. Yesu Kristo mfalme anatoa utambulisho huo. Kwa hiyo hata na wewe pia katika bango lako, basi kama ni Mkristo Mkatoliki, bango lako lisome amani, lisome upendo, lisome pia haki, lisome umoja. Ile ndio bango ambalo Yesu Kristo, kama tunamwachia tawale roho zetu, basi wala utambulisho uweze kuonekana. Na kwa namna hiyo hatutakuwa gizani. Mtume Paulo anaandikia Kolosai, ambapo wakati yupo huko ndugu yetu amempekea taarifa kwamba tumepata taarifa kuna watu huko, pamoja na kwamba uliwafundisha, lakini bado wana imani za mambo ya giza giza. Na sisi pia wakati mwingine ndugu zangu, pamoja na Ukristo wetu, lakini bado baadhi yetu bado tuna maelekeo hayo. Bado tuna maelekeo hayo. Yaani upo, lakini bado mpango mzima wa kwenda kwa waganga unao. Jamani, uongo kweli? Au tunasema uongo? Au kwa waganga wa kienyeji hawapo kabisa, na wala hamna Mkristo anayekwenda. Kama hamna, tupiga makofi kwa Yesu jamani. Kama hamna, tumshukuru Mungu kwa sababu tumepata ushindi wa Yesu Kristo mfalme. Na waganga wasije kabisa mita yetu ya viwege. Waisha huko tu mbalimbali huko. Kwa hiyo tunapotafakari ndugu zangu sherehe ya Yesu Kristo mfalme, maana yake tumwache Yesu atawale maisha yetu, tusiingize vingine. Maana somo la pili Mtume Paulo anaandika kwa sababu wapo Wakristo ambao waliamini vitu kama miungu yao. Waliamini kupiga ramli kama namna ya kuendelea katika maisha. Na anaandikia sasa, jamani, Yesu ni mwanzo mwisho. Yesu ndio ukamilifu wa kila kitu. Na unapomwacha Yesu unakuwa gizani. Sasa unapokuwa gizani, nguvu za Mungu hazipo tena. Kwa hiyo tunaalikwa ndugu zangu kuleta mwanga wa Kristo kwa kutoa makolokolo haya yote, ili tuweze kuishi kwa furaha na amani. Na ndivyo hivyo tunapomwacha Bwana wetu Yesu Kristo atawale maisha yetu. Na kama ataweza kutawala maisha yetu, basi tutaishi kwa furaha na amani endelevu. Na hiyo itatusaidia mwisho kufikia uzima wa milele. Wapenda ndugu zangu, pamoja na hayo tunaendelea kukumbushana kwamba sisi tuwe wa Kristo hai, tusiwe wa Kristo jina. Tuwe wa Kristo hai. Tuwe wa Kristo hai, tusiwe wa Kristo jina. Maana Mkristo jina unamwona yule wakati wa kula anakula tu, apigi ishara msalaba, au anaangalia huku na huku anafanya ishara msalaba kama anafukuza nzi. Wapo watu wa mtindo huo. Anaona aibu kufanya ishara kwa jina la Baba na la Mwana na anaona aibu mbele za watu, watanionaje mimi? Naona.
Lakini pia Wakristo jina utaona anavyoingia kanisani kama anaingia sokoni, au kama anaingia kwenye ukumbi wa dansi, miguu anarusha kule, mikono kule. Akifika ile goti lenyewe analipiga, yani Mungu wangu. Yani utafikiri magoti sijui yamewekewa vyuma. Naona. Lakini pia hapo Wakristo ambao wanakaa kanisani, yani kama yupo kwenye ukumbi wa mkutano, yupo kama hayupo. Kwa hiyo tunaalikwa ndugu zangu siku ya leo ili kumuenzi Bwana wetu Yesu Kristo mfalme, ambapo anatupa utambulisho wa hilo bango, na sisi pia utambulisho wetu uwe kama wa Yesu Kristo mfalme, ambaye bango letu katika utambulisho wetu lisome sisi ni Wakristo ambao tunazipambania fadhila kuhakikisha kwamba tunakuwa watu wa amani, tunakuwa watu wa haki, tunakuwa watu wa upendo, lakini pia tunakuwa watu wenye umoja, ili kanisa letu liendelee kusimama imara. Tumuombe Mwenyezi Mungu ndugu zangu atujalie neema na baraka ya kuwa mashuhuda wa imani yetu kwa maneno pamoja na matendo yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Simame tukiri imani. Na sadiki kwa Mungu mmoja. Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye, alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake yeye Bikira Maria, akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi, kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akateswa, akafa, akazikwa, siku ya tatu akafufuka katika maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu, kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake utakuwa na mwisho. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Na sadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuo wa wafu, na uzima wa milele ijayo. Ndugu zangu, tumwombe Mungu Baba Mwenyezi aweze kusikiza maombi yetu kwa ujumbe wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakuomba sana utusaidie kutambua uwepo wako katika maisha yetu ya kila siku. Bwana, tunakuomba utusikie. Utupe moyo wa toba ili kujitayarisha kuwa naye paradisoni. Bwana, tunakuomba utusikie. Utuongoze katika njia za maisha yetu hapa duniani tusipotee. Bwana, tunakuomba utusikie. Utusaidie kutumia vitu na mali za dunia hii kama msaada wa kutufikisha kwako. Bwana, tunakuomba utusikie. Utukumbushe kwamba maisha ya duniani yatakwisha na kwamba tumeumbwa kuishi milele katika heri ya uzima wa milele. Bwana, tunakuomba utusikie. Tunaomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Thank you.
hii ndio sadaka yangu na yeye ikubalie na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, huku kukutolea kafara ya upatanisho wa wanadamu wote, tunakusihi kwa unyenyekevu ili mwanao mwenyewe awajalie mataifa yote zawadi ya umoja na amani, anaishi na kutawala milele na milele. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na kitendo la kufana kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote. Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe ulimpaka mafuta ya furaha mwanao wa pekee, Yesu Kristo Bwana wetu, awe kuhani wa milele na mfalme wa ulimwengu wote. Alijitoa mwenyewe juu ya utale ya msalaba, awe kafara safi letayo amani, ili atimize mafumbo ya ukombozi wa watu. Kwa kuviweka viumbe vyote chini ya utawala wake, amekutolea wewe Mungu mkuu ufalme wa milele na wa ulimwengu wote, ufalme wa kweli na wa uzima, ufalme wa utakatifu na wa neema, ufalme wa haki, upendo na amani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho. Mtakatifu Bwana,
Bwana kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki, maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kutakatifuza, wala uache kusanya watu kwako kutoka mawio ya jua hata macho yake dhabihu safi tolee kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivyo ambavyo tumekutolea ili vitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate, naye kushukuru alibariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vile hivyo baada ya kula akitoa kikombe na kushukuru alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao aletaye wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uangalie matoleo ya kanisa lako na kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutuliza kwa sadaka ya kifo chake. Jalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujaza Roho wake Mtakatifu tupate kuwa mwili mmoja na roho mmoja pia katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mke wa Bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Teresia mtoto Yesu msimamizi wa parokia yetu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada mwombezi wao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliyekafana upatanisho wetu alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo 14 na askofu wetu mkuu Tadeus Ruwa'ichi, askofu msaidizi Henry mcha Mungu, pamoja na maaskofu wote, wakleri wote na watu wote wanaofanya kwa taifa lako. Usikilize kwa wema sasa jamaa hii uliyoita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walio aga dunia wakiwa wamekupendeza, nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaojelea ulimwengu mema yote. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na kufuata mafundisho ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu kama tunavyosamehe sisi Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, ujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolee daima na dhambi, wala usifadhaishwe na jambo lolote, tunautazamia tumenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo.
E Bwana Yesu Kristo, ambia mitume wako, amani na wacheni amani yangu na wapa, usitazame dhambi zetu ya imani ya kanisa lako, upende kujalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yako iliyoandikwa kwenye kalamu ya mwana kondoo.
Baada ya kupokea chakula cha uzima wa milele, tunakuomba e Bwana, ili sisi tunaona fahari kuzitii amri za Kristo mfalme wa ulimwengu, tuweze kuishi bila mwisho pamoja naye katika ufalme wa mbinguni, anaishi na kutawala milele na milele. Jubilei 2025 Mahujaji wa Matumaini. Basi neno langu ni la shukrani kwa waamini wa Viwege kwa kazi kubwa na nzuri ambayo imefanyika jana. Tumeweka mavuno walau milioni 10. Tujipongeze. Kwa kuanzia kama parokia, basi ni jambo jema. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Mwaka jana tulitoa milioni 7 kama parokia teule. Kwa hiyo mwaka huu tumetoa milioni 10. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Lakini pia kwa namna pekee ni washukuru waumini kwa namna ambavyo mmejitoa kwa hali na mali hata mkaweza kufikisha hiyo. Mungu awabariki sana. Na mlipotoa Mungu akazidishie zaidi na zaidi pia. Sawa, pamoja na hilo basi kama alivyosema Mama Wawata, leo ni siku ya pekee kwa ajili ya kumshukuru Mungu kama kina mama ndani ya kanisa, ndani ya jamii na ndani ya parokia yetu. Naomba tujipongeze kina mama. Kwa sababu nasema nani kama mama? Kwa kina mama ni siku yenu. Mwenyekiti amesema kidogo tu, lakini leo siku nzima yenu, na mimi nipo pamoja nanyi mpaka leo. Tendo linalofanyika leo ni la kumshukuru Mungu, na tumeanza na misa takatifu. Maana yake tunamkabidhi Mungu shughuli yetu ya kumshukuru, si ndio jamani? Kama tunamkabidhi Mungu, basi tutakapokuwa kwa pamoja tutakuwa tunabadilishana mawazo namna gani tunaweza tukafanya maendeleo ya kiroho na kimwili kama kwa mama parokia ya Viwege. Na mimi ningependa kuambia tu kwamba kama tendaji wa paroko na wengine, basi tunaahidi kuwapa ushirikiano wa asilimia sio 90 100 kabisa. Kwa hiyo wanasema Wawata ni jeshi, si ndio jamani? Jeshi kubwa, na mimi naamini hivyo, na najua kina mama kwa kweli mko vizuri. Na waga nawaambia kwamba mimi wakati nasoma seminari ya Visiga nilikuwa nafikiri kuacha seminari, lakini nikaona kina mama analeta matoleo, sasa hata siachi. Sasa wakija kituko tatupu, hata nimerudi nyumbani kwa sababu sina ikiwa kile, naendelea na komaa mpaka nimefika hapa nilipo. Kwa hiyo mama zangu tunawashukuru sana kwa kazi yenu kubwa mnayoifanya ya uinjilishaji. Tunaamini mnawasaidia wengi sana. Kwa hiyo muendelee na moyo huo huo, Mungu azidi kuwabariki. Lakini tunapopongeza kina mama, jirani yako ni nani mama? Usimwache jirani hapo. Usimwache jirani. Kwanza kumwombea, si ndio? Alafu kushirikiana naye katika mambo mbalimbali. Kama Wawata wanashamili, hata UWAKA anaweza kushamili vizuri pia. Sasa tulikuwa na shughuli ya UWAKA, nilikuwa nataka nipime leo nitaona itakuwaje. Maka ya UWAKA ilikuwa vile, ya Wawata itakuwaje? Ndio leo sasa nataka nione itakavyokuwa. Mungu ni mwema kila wakati. Kwa hiyo tunaombea kila laheri, yote yaweze kwenda vizuri kwa msaada wa Mungu. Nichukue nafasi pia kuwashukuru Wanatumaini Media, ni familia yetu wana Viwege. Mungu awabariki sana kwa kuchukua matukio haya. Tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu Tumaini Media iweze kusonga mbele vizuri, television, radio pamoja na gazeti, si ndio jamani? Magazeti ya leo wangapi wamechukua jamani? Kwa ni waombe gazeti ni shilingi 1000 tu, na lina habari nyingi za kanisa ambazo zimesheheni mambo mengi. Kwa hiyo ukichukua gazeti hilo unawezesha uinjilishaji wa Tumaini Media. Kwa hiyo tunawaomba kuweza kupata magazeti hayo
ili kazi ya uinjilishaji ikaweze kusonga mbele vizuri. Ni washukuru wote ambao tumeshirikiana katika misa hii. Mungu azidi kuwabariki sana. Basi tusimame kwa baraka. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni